Fight. Wana mambo vipi? Karibuni tena kwenye tutorial yetu nyingine mpya hii ambayo nitakuonyesha leo namna gani unaweza kutengeneza pesa kwa kutumia hii website inaitwa picoworkers.com. Hizi ni aina fulani za website ambazo unakuwa unatengeneza pesa kwa kufanya kazi ndogo ndogo. Inaandikwa small gigs big results. Yaani unafanya kazi ndogo ndogo lakini kunakuwa na nini na matokeo makubwa. Unaona? Website ambayo tutakwenda kuiangalia namna gani unaweza kutengeneza pesa kwa kutumia hizi kazi ndogo ndogo ni hii website. Kwa vile mimi nina account tayari, sito sign up, nitakuonyesha tu sehemu ya kusign up, sehemu ambayo unaweza kuingia na kusign up. Kwa hiyo unaandika picoworkers.com ili neno juu hapa. Unaandika kwenye browser kama unatumia kama ni Google Chrome, kama ni browser tuseme labda ni Internet Explorer, kama ni Opera, vitu gani yoyote uliokuwa nayo unaandika hapa picoworkers.com. Au kama una hofu au unahofia pengine utaingia website ambayo sio sahihi, basi nimekuwekea link ya kwanza kabisa hapo chini ya hii video. Ukibonyeza itakupeleka moja kwa moja kwenye hii website. Kwa hiyo kama huna account, kitu cha kwanza ambacho unakuja kunafanya kinaitwa sign up. Unajisajili, unakuja unabonyeza hapo sign up. Sign up. Ukishabonyeza sign up, inakuja hapa inakwambia uandike real name yako. Hii hapa. Unaandika jina lako kamili. Inakuja inakwambia uandike email address. Unaandika email address yako kamili, unaandika na password yako hapa unajaza. Unaandika nickname, jina ambalo utataka kulitumia ndani ya hii account. Nickname ni jina la utani pengine ambalo unataka kutumia, ambalo sio jina lako halisi yani. Unaandika hapo, unakuja unachagua nchi yako. Kwa sisi wa Tanzania unachagua United Republic of Tanzania hii. Unaingiza hapo. Ukishaingiza hapo na tick hichi cha kwanza, I agree to Picoworkers terms of service and privacy policy. Alafu kama unataka kutumia habari pengine na vitu mbalimbali unatiki na hichi cha pili. Lakini mimi sikushauri kutiki na hichi cha pili, unakuja una sign up hapo. Kwa vile mimi nisha sign up, nitakwenda moja kwa moja kwenye login. Nitaingia kwenye login, nitaandika email address yangu, nitaandika password, nitaingia hapo. Nimeshaingia ndani. Mara mwisho niliingia nilibadilisha template. Niliweka template ya rangi nyeusi. Kama unataka kubadilisha template hiyo template rangi nyeupe, unakuja hapa kwenye hiki alama light mode. Tumeka light mode rangi nyeupe. Kama ungependa ile rangi nyeusi, unakuja hapa na unabonyeza tena kile alama hichi dark mode, unabadilisha. Mimi huwa napenda kupiga kazi kwa kutumia template nyeupe hii. Inanipa hamasa fulani hivi. Kwa hiyo ndio website yetu tumeingia hapo. Kwa hiyo kutafuta kazi unakuja hapa find jobs. Unabonyeza find jobs ambazo ni hizi kazi zenyewe. Kazi zote hizi. Umeona na ndio malipo yake kwa dola, unalipa kwa dola huko. Unaona malipo yake ya kazi, malipo yake. Kwa hiyo unakuja naangalia kazi gani unataka kufanya na kazi gani una uwezo kuifanya. Unaingia kwenye hiyo kazi, ukishaingia kwenye kazi unasoma maelekezo, unafanya. Kwa mfano tuangalie hii moja inakwambia create a Gmail account. Na huyu anataka utengeneze Gmail account hapa. Ukishatengeneza Gmail account unamtumia mwingine ndani anasemaje bwana. Sisi tukasoma barua ndani ya bahasha. Tunaangalia hapa nakwambia go to www.gmail.com. Ukishakwenda hapo na create Gmail account, kwamba use only USA names from link. Amekupa hii link. Ukiingia kwenye hii link, hii ni kwa ajili ya kugenerate names, kwa ajili ya kutengeneza majina. Unaona nakwambia utengeneze majina haya ya Marekani, ambayo ukiingia kwenye link yatakuja hapa. Na majina haya hapa. Umeona, unachagua moja basi unalitumia katika kutengeneza hii Gmail account. Anakuambia set this email as a recovery email. Katika wakati unatengeneza email, mara nyingi unaweka email moja ambayo inakuwa ni recovery email. Kwa hiyo anakuambia uweke email hii kama ni recovery email. Kwa hizi ni instructions, anakuambia jinsi gani anataka hii kazi ifanywe. Nimekuonyesha mfano tu wa kazi moja, kwa hiyo utaingia baadaye mwenyewe utaangalia kazi moja baada ya moja na kazi gani una uwezo kuifanya unafanya. Anakuwekea note, nakwambia if you do not use the USA names I cannot pay you.
Kwa hiyo hapa chini mara nyingi unakuandikia kwa mfano kama hujakamilisha kazi, hujafanya hivi, hujafanya hivi, siwezi kukufanyaje? Siwezi kukulipa. Kwa hiyo chini kabisa ili wajue kama kweli umelifanya ile kazi, kuna proof. Kuna proof inabidi watumie. Kwa mfano kama wanakuambia required proof that task was finished, kwamba Gmail created, password used. Kwa hiyo anakuambia submit your proofs below, Gmail created. Kwa hiyo unaandika Gmail account ambayo umetengeneza, mfano unaandika hapa hapa anakuambia password used, unaandika password ambayo umetumia hapa. Ukishaandika hapo unakuja na submit proof hapa. Unafanyaje? Submit proof. Lakini hapa pia kuambia avoid sending screenshots, just copy paste. Just copy paste Gmail and password. Anakuambia usitumie screenshot, yani ukiingia hapa labda hapa unatumia screenshot ambazo umezi screenshot, hapana. Anakuambia uje copy tu Gmail uandike hapo, alafu unakuja password unaandika hapo, na submit proof hapo. Ukisha submit mara nyingi pesa inakuja hapa inakaa kwenye pending. Pending ni pesa ambayo hujalipwa bado, ni kazi ambayo umefanya lakini hujalipwa pesa yake bado. Kwa hiyo inakuja inakaa hapo pending mpaka jamaa akikulipa, anatoka hapa naingia wapi? Inaingia hapo. Kwa hiyo mimi niliingia kwenye hii website kwanza nikaangalia, je, ukifanya kazi unalipa kweli, unafanya nini? Kwa hiyo nilikuwa katika kutesti, na kutesti kwangu nimepata 0.72 US dollar. Kwa hiyo kama ukikaa chini ukifanya kazi, ukiangalia kazi ambazo unaziweza ukizifanya, naamini una uwezo wa kutengeneza mpaka $5, naamini una uwezo mpaka kutengeneza $6, $7 kwa siku moja. Sasa sijui na wewe kasi yako, sijui na wewe muda wako, sijui na wewe kitu gani kina motivate ila kiuhalisia nikwambie kwa kazi za online ni kazi fulani zinakuwa ngumu kidogo. Angalia hata malipo yake inakuwa nini, inakuwa madogo madogo. Unaona malipo yake inakuwa madogo madogo, yani una uwezo kukaa siku nzima pengine ukatengeneza $5 tu, au unaweza kukaa siku nzima ukatengeneza $6 au $7, ambao sasa na 10,000, 12,000. Unaona, kwa hiyo ni small gigs wanasema, ni kazi ndogo ndogo yani kwa maana. Ila mbele ya safari nitakuonesha pia kuna video fulani nazifanyia research, kuna mambo fulani nafanya research sasa hivi, namna gani unaweza kutengeneza pesa ndefu, umeshaona online. Tunasema maji marefu. Sasa tunakwenda maji marefu, maji ya papa huko. Unaona hapa hapo tupata maji ya dagaa, unaona? Yaani pesa fupi fupi, yani $5, $10, dola ngapi. Unaona mbele ya safari tutaingia maji marefu sasa. Kutengeneza $1,000, $2,000, $3,000, $5,000. Sawa, unatengeneza vipi? Lakini sasa nipo katika research ninaangalia njia gani unaweza kutengeneza. Huwa napenda ni upload kitu kwanza, nakifanya research naangalia, je, wanalipa kweli, wanafanyaje, ndio huwa na upload. Kwa hiyo ndio maana huwa inanichukua muda sana mpaka ku-upload vitu. Umeshaona, kwa mfano kama hii nimefanya research kidogo, umeshaona hii website. Wingi wenu pengine mnaijua, na ambao hamwijui basi ingia ujaribu. Umeona, kujaribu sio vibaya, yani kuingia kujaribu. Unaangalia kwa mfano kama category, unaangalia kazi hizi, kazi sijui Instagram vitu gani, yani hapo unazifilter hizo kazi, subcategory, payment. Umeshaona, unachagua payment ambayo unataka, yani kazi gani zije, yani kuanzia payment kiasi gani mpaka kiasi gani, unazifilter hapo. Umeshaona, location pengine kazi ziwe ziko wapi, vitu gani. Kwa hiyo sio muhimu. Kwa hiyo unaangalia tu kazi ambayo unaweza kuifanya, una click, unaangalia kazi ambayo maelekezo yake. Kwa mfano hii Instagram, like a comment. Unaona kuna comment pengine mtu kapost, unakuwa una like tu ile comment, wanakulipa 0.02. Kwa hiyo utaangalia mwenyewe baadaye. Ukishaangalia mwenyewe baadaye utafanyaje? Utaangalia kazi gani unaweza kuifanya. My task, kazi ambazo nimezifanya mpaka sasa hivi 11. Kazi ambazo sijalipwa ni 0, kwa maana zote nimelipwa, satisfied and paid. Zote 11 nimefanyaje? Nimelipa. Uangalia kazi nimefanya kazi 11, wamenilipa 0.72 US dollar. Unaona? Kwa hii ni small gigs wanasema. Small gigs, mambo madogo madogo, yani sio mambo makubwa, mambo madogo madogo. Kwa hiyo kama unaona hii website inakufaa kutengeneza 10,000, kutengeneza 4,000, 5,000, 7,000, 20,000 kwa siku, kama ni yani inakufaa ni kutengeneza pesa ya kiwango hicho, unaona, basi unaweza ukaingia ukapiga malawa hasha. Unaona haikufai, basi unaweza ukaangalia video zangu zingine, au ukasubiria video ambazo nitakuja nita-upload mbele ya safari. Kwa kama ninavyosema, nitakuonesha maji marefu sasa, namna gani ya
kutengeneza pesa kwa kutumia YouTube, kwa kutumia kitu kinaitwa affiliate marketing. Unaona vitu kibao ndio nitakuonesha kwa vile safari CPA marketing. Unaona, lakini sasa wanazifanya research sasa hivi naangalia ni njia gani sahihi, njia gani sio sahihi, njia gani ya kweli, njia gani sio ya kweli, je natengeneza vipi. Unaona, nita-upload bure kabisa. Kitu ambacho naomba tufanye ni ku-like hii video, ku-subscribe na ku-comment chini kama una comment yote ambao unaona pengine labda kuna kitu pengine nimeelezea hujakielewa, pengine unaweza kuniuliza pale chini hapo. Unaona, bali na hapo basi wewe mwenyewe unaweza kaingia ndani mkaangalia, unaona, kaangalia wale si vitu gani ukacheza. Umeona, kama utakuwa na swali basi utaniuliza hapo chini. Pia njia ya pili ambayo unaweza kutengeneza pesa kwa kutumia hii website ni kutumia marafiki zako hii website. Sio, kuna hii inaitwa refer a friend. Refer a friend, ukishaingia refer a friend utakupa link ambayo utakuwa unatumia marafiki zako, unatumia kwenye group za WhatsApp, kwenye group za wapi, unatumia watu wakiingia utengeneza pesa na wewe unakula percent yako. Kwa hiyo ni website moja lakini unaweza kutengeneza pesa kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni kwa kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwa hiyo unachanganya na hii kufanya kazi ndogo ndogo alafu unachanganya na hii refer a friend. Refer a friend watumia marafiki zako na watumia kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye wao, jamani pigeni kazi hiyo. Kuna website bana nimeigundua hiyo bana, pigeni kazi. Watu wakiingia ukipiga kazi na unakula percent zako. Mtu katengeneza dola yake 10 wewe una percent zako, sijui utakulipa bei gani, dola 2, dola ngapi utaingia kufanya research. Sitaki kuifanya video iwe ndefu sana, ndio maana sitaki kuichambua hii website sana. Wewe mwenyewe utaingia baadaye utaangalia. Bali na hivyo niseme kila laheri and good luck.